Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amezua mjadala baada ya kuirejelea Uingereza kama Jamhuri ya Kiislamu ya Britain katika kauli kali inayodhihirisha kuongezeka kwa mvutano kati ya serikali ya Israel na Uingereza. Netanyahu alitoa kauli hiyo katika podcast ya Israel Meleki Blizahaim alipokuwa akikosoa namna vyombo vya habari vya Uingereza vinavyoripoti kuhusu Israel. Akizungumzia tofauti kati ya taarifa za sasa na za zamani kuhusu Israel, Netanyahu alimtaja mwandishi wa Uingereza Randolph Churchill ambaye alimsifu kwa kuripoti kwa mtazamo chanya kuhusu Israel wakati wa vita ya siku 6 mwaka 1967. Kwa kejeli, Netanyahu alisema hali hiyo ni tofauti na Uingereza ya sasa, akidai nchi hiyo inaweza kuitwa Jamhuri ya Kiislamu ya Britain. Netanyahu baadaye alionekana kurejelea kauli iliyowahi kutolewa na JD Vance mwaka 2022 kuhusu uwezekano wa Uingereza kuwa nchi ya kwanza yenye silaha za nyuklia yenye utawala unaohusishwa na Uislamu. Jamhuri ya kwanza ya Kiislamu yenye silaha za nyuklia itakuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Britain, Netanyahu alisema, kabla ya kuongeza kwamba Israel inahakikisha hali kama hiyo haitatokea nchini Iran. Kauli ya Netanyahu imekosolewa vikali na viongozi wa jumuiya ya Wayahudi nchini Uingereza ambao wameitaja kuwa ni hatari inayochochea mgawanyiko wa jamii. Baadhi ya viongozi walisema kauli kama hizo zinatolewa wakati Uingereza ikikabiliwa na ongezeko la chuki dhidi ya Wayahudi, chuki dhidi ya Waislamu na mgawanyiko wa kijamii. Walisisitiza kuwa Netanyahu hawawakilishi Wayahudi wa Uingereza na kwamba kauli zake haziwakilishi jumuiya hiyo. Gavin Bowell aliyewahi kuwa mkuu wa wafanyakazi katika ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza chini ya Theresa May pia alimshutumu Netanyahu akitaja kauli hiyo kuwa Uislamu chuki ya wazi. Kauli ya Netanyahu imekuja wakati ambapo uhusiano kati ya Israel na Uingereza umekuwa ukidorora, hasa kutokana na msimamo wa serikali ya Labour kuhusu vita vya Gaza na sera za serikali ya Israel. Uingereza imesimamisha baadhi ya leseni za mauzo ya silaha kwa Israel na pia ilisimamisha mazungumzo ya biashara huria na taifa hilo. Aidha, Uingereza imejiunga na Ufaransa katika kuiwekea vikwazo baadhi ya mawaziri wa Israel wa mrengo mkali wa kulia, akiwemo Itamar Ben-Gvir na Bezalel Smotrich. Mwaka uliopita, Uingereza pia ilijiunga na Ufaransa na Canada katika kuitambua Palestina kama taifa, hatua iliongeza tofauti za kisera kati ya London na Jerusalem. Mtaalamu wa mahusiano ya kimataifa kutoka University of College London, Rodwan Abuhabi, amesema kauli ya Netanyahu inaashiria kiwango kipya cha chini katika mahusiano ya Uingereza na Israel. Hata hivyo, Abuhabi amesema licha ya mvutano huo, bado kuna maeneo ambayo nchi hizo mbili zina malengo yanayofanana, hasa katika swala la Iran. Kwa mujibu wa mtaalamu huyo, kauli ya Netanyahu huenda pia inalenga siasa za ndani za Israel, ikiwemo kuimarisha nafasi yake ndani ya muungano wake wa kisiasa unaokabiliwa na migawanyiko. Kauli hiyo sasa imefungua mjadala mpya kuhusu mustakabali wa uhusiano wa kihistoria kati ya Israel na Uingereza, huku tofauti zao kuhusu Gaza, Palestina na sera za Israel zikizidi kuwa wazi.